Wapendwa waamini wa parokia ya Kilimirire, na kwa namna ya pekee Wakristo wa kigango hiki cha Mabare kama nilivyosikia kinaitwa, na kwa namna ya pekee kigango cha Mtakatifu Francisco wa Asizi, ninachukua nafasi hii kuwapongeza kwa kujengwa kanisa hili. Hongera sana. Hongera na mfadhili wetu mkuu Padre Deus Dedit Diabato. Kama mlivyoona mwanzoni mwa madhehebu ya kutakatifuza kanisa hili la kigango chetu, kigango hiki kimetakatifuzwa kuwa nafasi ya sala kwa waamini wote, vikundi vya watu na watu binafsi. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1672 inatueleza kuwa kubariki ni kutenga mahali kwa ajili ya matumizi ya liturujia, na neno liturujia linamaanisha azimisho la misa takatifu, maadhimisho ya neno la Mungu na maadhimisho ya sakramenti mbalimbali kama nitakavyoeleza. Wazo hili linashabihiana sana na ujumbe ambao tunaopata kutoka katika Injili ya leo. Injili inatuambia kuwa Bwana wetu Yesu Kristo alisafisha hekalu kwa kuwafukuza wafanyabiashara kutoka katika hekalu. Kwa maneno yake alisema, ondoeni vitu hapa, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa soko. Tunaona jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyotambua na kuheshimu hekalu la Mungu ambalo limetakatifuza. Kwa kufanya hivyo, anatutaka na sisi, na anataka kutuambia tuheshimu makanisa yote na altare zilizobarikiwa ndani ya kanisa, sio sehemu ya kuchezea, iwe ni ya ibada, labda kama kuna kutamadunisha, sio sehemu ya mazungumzo. Kitaka kufanya mazungumzo, nenda nje. Kitaka kuitana kwa sauti kubwa okubirikira, nenda nje. Ongea kwa sauti kubwa, maana upo kanisani, sio sehemu ya vimbwanga, vichekesho, sindimba na nyimbo zisizofaa. Hata kutembea, usitembee hovyo hovyo kanisani. Tembea mikono yako imefungwa. Na wakati mwingine katika makanisa yetu huwa kunawekwa sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo toeni abduni sakramenti takatifu, na toeni heshima. Kama kuna msalaba umewekwa, unauinamia. Kama kuna sakramenti imewekwa, unapiga goti kumwabudu Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbuka pia mafumbo makuu ya Mungu yanaadhimishwa hapo, na tumesema siri. Tulipokuwa tunabariki tumesema siri. Kwa hiyo tuna sala mbalimbali ambazo tutasali ndani ya kanisa. Tutasoma neno la Mungu, ndilo hiyo maadhimisho ya liturujia. Nasoma neno la Mungu na sala ya kanisa, na baadaye tutaadhimisha sakramenti ndani ya kanisa, sakramenti ya Ekaristi, sakramenti ya ubatizo, kipaimara, ndoa. Na inawezekana uwezi ukajua mambo ya Mungu ni makubwa
labda inawezekana pakaadhimishwa sakramenti ya upadirisho. Kwa hiyo kanisa ni sehemu ya kuheshimu. Ndio maana tumesikia kutoka somo la pili natuambia mahekalu, sisi ni mahekalu ya Roho Mtakatifu. Somo limetuambia tukichukua maneno yenyewe, je, hamjui kwamba ninyi ni hekalu la Mungu na kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kwa hiyo ndugu zangu, na sisi ni mahekalu, Roho wa Mungu anakaa ndani yetu, na mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu. Maana hekalu la Mungu ni takatifu na hekalu hilo ni ninyi wenyewe. Ndugu zangu, tumejenga hekalu la Mungu. Tunashukuru wafadhili wetu, Father Deus aliyetuwezesha kufanya kwa kiasi kikubwa hekalu la Mungu. Tunashukuru na mafundi. Tumejenga jengo la nje, lakini ili hekalu liweze kusimama au kanisa hili liweze kusimama, inabidi tujenge kanisa la ndani yetu, ndani ya mioyo yetu. Maana kama hekalu hili halijajengwa ndani ya mioyo yetu, tunaweza tukashindwa kuliheshimu. Na ijengwe ndani ya familia yetu. Ndio maana tunasema familia ni kanisa dogo, ni nyumba ya sala. Pamoja na kujenga hekalu hili, tujitahidi kujenga familia zetu ambayo ni mahekalu madogo madogo, kujenga mahekalu ya jumuiya zetu. Na tukishajenga mahekalu ya familia zetu na jumuiya zetu, hapo nyumba ya kigango au nyumba ya sala ya kigango ambalo ndiyo kanisa hili, na hapa tumeliita ni Mtakatifu Francisco wa Asizi. Basi tuhakikishe huyo fadhila za Mtakatifu Francisco wa Asizi zinajengwa hata ndani ya familia zetu, ndani ya mioyo yetu na ndani ya parokia yetu, kwa sababu hiki kigango ni sehemu ya parokia ya Kilimirire. Kwa hiyo ndugu zangu, ninawaomba tujitahidi sana kulinda kanisa hili. Umeona ni kanisa la kisasa, kila kitu kimo. Sinaona ni kama kuna umeme au haujafika. Upo. Ni kanisa la kisasa. Wakati wowote, hata misa za usiku mnaweza mkafanya nini? Mkazisali hapa. Haya, tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwaombea wafadhili, maana usione vyaelea vimeundwa. Kuna waliojitolea sadaka nyingi kuhakikisha kanisa hili linajengwa. Father Deus, na yeye Father Deus sio kwamba yeye ana sehemu anapovuna. Kuna watu wanaojitolea, anapowaambia kwamba kuna kanisa linajengwa, watu wengine badala ya kufanya mambo mengine wanasema tujenge utukufu wa Mungu kwa kuwajengea watu kanisa. Ninaomba watu hao tuwe tunawakumbuka kila mara katika sala, na hii ituonyeshe kwamba na sisi inabidi tujinyime. Bagamba batyo mu Ruwaya
akuenta shuba kutereona ki nekianus. Sasa lisije likaanza kuharibika au likapata shida yoyote mkarudi kwa Father Deus. Yani ninalowaomba mlitunze kanisa hili na kuhakikisha kila kitu kinachohitajika. Kama kunahitajika michango, inafanya nini? Inachangwa. Lolote linalohitajika muhakikishe linafanyika ili kutunza kanisa hili liwe imara, lidumu na vizazi vingine viweze kulikuta ili kanisa. Tumebariki kanisa hili kama nilivyowaambia katika kumbukumbu ya Mtakatifu Francisco wa Sales, askofu na mwalimu wa kanisa. Huyu alikubali kulinda hekalu lake katika maisha yake yote mpaka kalifikisha huko kwa Mungu likiwa takatifu. Huyu Mtakatifu Francisco wa Sales alizaliwa katika familia ya watoto 13 mjini Sales nchini Ufaransa. Familia ya watoto wangapi? 15. Lakini sasa siku hizi watu wanaona uzao ni shida, lakini kuna watu wengine ambao wanaona uzao ni utajiri, na sisi tukibweteka tutakuta tumeisha bakia wachache. Na ndio maana mimi nasisitiza uzao kila sehemu ninapoenda. Hata tukikosa uzao, hata uenda tukakosa na mapadre, tukakosa na watawa. Kama anapofanya kazi Padre Deus Biabato, anaweza akawaambia ni makanisa mangapi yamefungwa. Nilipokwenda kumtembelea nilikuta kanisa kubwa ambalo linalingana na kanisa la parokiani, ndipo nilipolala lilikuwa limefungwa. Yeye anayafahamu majina, mimi sikumbuki. Na kanisa zuri, kila kitu kimo. Unajiuliza hili kanisa labda ningelibeba na kulipeleka huku nyumbani ingekuwa vizuri sana, lakini kanisa lilo lilijengwa Wakristo walipokuwa wengi na watu walikuwa wanasali, na makanisa yale yalijengwa karibu karibu kama hivi, na sisi hatuko mbali sana na parokia. Sasa tusipokuwa na uzao na kulinda makanisa haya, huenda kanisa haya baadaye yakatumika kwa shughuli nyingine ambazo hata nyie mlioko hapa amweza kufikiria. Kwa hiyo ndiyo maana nasisitiza kujenga kanisa la ndani na kwa namna ya pekee malezi ya watoto. Ninafurahi kwamba hapa mnao utoto mtakatifu. Asanteni sana. Kwa maana watoto ni mshale unayoipata ukiwa nini? Kijana. Kwa hiyo inawaomba watoto hawa mwalee katika imani, na tumesisitiza utoto mtakatifu, na pia tumesisitiza vikundi vya miito. Tukiendelea na maisha ya mtakatifu huyu Francisco wa Sales, wazazi wake walikuwa matajiri na waliishi maisha ya kifahari, lakini Mungu alimvuta Francisco rohoni na hata akaweza kuiacha dunia akaingia upadre. Alikuwa na kipaji cha kunena vema na aliwaka moto wa Roho Mtakatifu rohoni mwake. Alikuwa na kipaji na mapaji hayo akamtolea Mwenyezi Mungu.
Kwa hiyo ndugu zangu, usije ukamwona mtoto ana vipaji ukasema kwamba ogu tia ujampadiri yanga tia ujambusista kama abiyire amkama Mungu. Kwa hiyo wazazi wa Francisco, licha ya kwamba hayo waliyaona, lakini hawakumkataza asiingie katika nini, katika utawa, asiingie katika upadre. Na kwa kutumia kipawa chake hicho alifaulu kuwaongoa Protestanti 70,000 na kuingia dini ya Ukatoliki, yaani kuingia katika dhehebu letu la Kikatoliki. Najua mtakatifu huyu Francisco wa Sales aliishi nyakati za Uprotestanti ulipokuwa unaingia, na hasa madhehebu ya Kiprotestanti ya wa Calvin. Huyu mtakatifu alikuwa mpole sana, kwa sababu hiyo aliweza siku zote kushinda hasira yake. Aliweza kuvumilia matukano ya watu bila kujibu chochote. Alisoma na kupata shahada ya uzamivu na akawa padre. Wakati ule alisoma na kupata shahada ya uzamivu, na akiwa padri alifanikiwa kuwarudisha waasi wengi wa dhehebu la Kikatoliki kwa mafundisho yake, maana yalikuwa ni ya ushawishi. Makanisa ambayo yalikuwa yamefungwa kwa kukosekana kwa waamini yalifunguliwa tena. Watu wengi walivutiwa na tabia yake ya upole, ukarimu, unyenyekevu, uvumilivu na huruma. Kwa sababu ya tabia yake njema na bidii na utakatifu wake, alichaguliwa kuwa askofu wa Geneva huko Uswizi, na aliongoza jimbo lake kwa ustawi mkubwa. Maisha yake yalikuwa ya kujinyima, alipunguza chakula, alivaa mavazi ya kawaida ili awasaidie maskini na wahitaji. Alianzisha shirika la masista wa maonano au wale wanaoabudu sakramenti, muda wote wanaabudu sakramenti. Aliandika vitabu vingi vya kiroho vinavyoeleza jinsi ya kujiendeleza katika utakatifu, na ndiyo maana hilo ndilo sifa inayompatia kuwa mwalimu wa kanisa. Kauli yake mbiu ilikuwa ni kufanya kila kitu kwa wema na upole. Alihubiri popote alipoenda, aliungamisha, aliandaa katekisimu rahisi kwa ajili ya kufundisha sakramenti za msingi, sakramenti ya Ekaristi, sakramenti ya ubatizo. Kwa hiyo aliandaa katekisimu yake. Mahubiri yake yaliwagusa watu. Francisco alikemea maovu na kuwashauri watu waache kutenda maovu. Na mtakatifu Francisco huyu wa Sales nasemekana alifariki huko mjini Lyon, Ufaransa mwaka 1622, sio 900, ni 622. Yaani mwaka ambao sasa hivi inaitwa Dikasteri ya uenezaji wa imani ilianza mwaka huo mwaka 1622 ndipo alipofariki. Na alitajwa mwenye heri mwaka 1662 na Papa Alexander wa 7, na alitangazwa
mtakatifu mwaka 1965 na mwaka 1877 alitangazwa kuwa mwalimu wa kanisa, na Papa Pio wa 9 baadaye akamtaja msimamizi wa waandishi wote wa vitabu vya kiroho. Kwa hiyo kama unaandika kitabu chochote, unafanya maandishi yoyote, huyu ni mtakatifu, mlinzi wako au msimamizi wako. Na mwaka 1923 Januari, Papa Pio wa 11 alimtangaza msimamizi wa waandishi wote, sio wa kiroho peke yake, hata wanaoandika mambo mengine. Kwa hiyo mnapoandika, wale ambao wameandika, mimi walao niliwahi kuandika. Kuandika kunahitaji nguvu za pekee. Kwa maneno mengine, unahitaji kujinyima kwingi sana. Kukaa kwenye deski unaandika, unaweka wazo hili, baadaye unakuja unalifuta ili liweze kunyoka, inakuwa sio rahisi. Kwa hiyo unahitaji msaada wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yoyote atakayekuwa anafanya kazi hiyo ya uandishi asisite kumkimbilia Mtakatifu Francisco wa Sales, ambaye ndiye mlinzi wa waandishi wote. Wapendwa, nimeshukuru Padre Deus Diabato kwa ukarabati mkubwa wa kanisa hili na kuwaomba mtunze kanisa hili. Ninawasisitiza mtunze kanisa hili. Nikiangalia somo la kwanza tulilolisoma linasema, wewe ni mtumishi wangu ambaye tangu tumboni mwa mama yako nilikuita uwe mtumishi wangu ili wakusanye watu mbalimbali. Sasa ninarudi kwako Padre Deus Dedit, nikiangalia makanisa ambayo umesaidia kuyajenga katika parokia ya Kilimirire na hata misaada mbalimbali ambayo kwa kupitia mikono yako ambayo ni mikono yenye ukarimu, ninawe na kusema kwamba tangu tumboni mwa mama yako Mungu amekuteua ili uweze kufanya kazi hiyo. Tunakushukuru kwa kazi hiyo, na umepitia katika sehemu mbalimbali. Wengine hawajui kwamba ulikuwa Apostles of Jesus, hawa wanaofanya kazi Kilimirire, na baadaye ukaenda huko Marekani ukaanzia jimbo fulani, lakini ukaishia huko Peoria ambako huko sasa hivi. Ninadhani Mwenyezi Mungu amekutayarisha kwa njia hiyo, na watu wa Mwenyezi Mungu anayowapenda au wote ambao wanakuwa na shughuli muhimu katika kanisa na utume muhimu katika kanisa, Mungu huwa anawatayarisha kwa njia hiyo. Anampitisha hapa, anampitisha hapa, anampitisha katika mazingira magumu ili aweze kukuunda. Sasa unaona mahitaji ya watu wa nyumbani hapa Kilimirire, na wewe unafanya utume huo. Tunakushukuru na kuendelea kukutia moyo. Endelea na utume huo wa kusaidia sehemu mbalimbali ambapo inabidi kusaidiwa. Ukisoma katika kitabu cha Nabii Isaya
tulipotoa sura hiyo, tulipotoa aya hizi, sura ya 49, naona anatuambia kwamba nyie mtakuwa mwanga wa mataifa. Sasa kwa kujenga makanisa kama haya, kushiriki kujenga makanisa kama haya, angalia hapa Kilimili ni makanisa mangapi? Mimi ninakushukuru kwamba we ni mojawapo wa mwanga wa mataifa, kwa sababu watu wanaopita wanaotumia makanisa haya yote haya wote wanamtukuza Mwenyezi Mungu, wanasali, wengine wanakuwa wadogo, wanakuwa wakubwa, na wenyewe wanaenda sehemu yoyote hiyo, sehemu nyingine, na wenyewe wanakuwa wainjilishaji muhimu. Kwa hiyo mimi naendelea kutia moyo, kazi hiyo ni muhimu unayoifanya. Hata ikitokea ukapata mtu wa kukatisha tamaa, usikate tamaa. Kama unavyojua kazi ya Mungu inahitaji moyo, na Mungu tunaweza tukawa tunazungumza hapa au watu wanazungumza, uwezi ukajua nani, na watu wengine wanadhani agira mahera atombekere kerezia yayombe koko chokati bai kumanya nguvu unazotia kuweza kupata misaada hiyo, na uwezo wakajua majitoleo hayo. Kwa hiyo ninakuombea kwa Mwenyezi Mungu, naomba kuimarishe katika afya ya roho na mwili, na endelee kukutia nguvu uweze kuendelea kufanya kazi hiyo. Na deni sisi wana Mabale na parokia nzima tulilonalo, parokia ya Kilimilile, ni kutunza makanisa haya. Baba ile ntetibai kuja ugiraki kubongera kianzi. Makanisa haya yatunze. Kwa nini? Kwa heshima. Na msije mkaenda kumkimbilia tena kwamba labda hili ndwenu iwe nokora kiao. Kwa hiyo na nyie jitahidini kufanya mambo mengine ambayo yeye hakuweza kuyafanya katika makanisa yenu. Mungu aendelee kubariki parokia yetu ya Kilimilile, abariki kanisa hili ambalo tumeendelee kulibariki kanisa hili, na wahamini wote na familia na jumuiya zote na vigango vyetu vya parokia hii. Tumsifu Yesu Kristo.